Nikukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Leo na mada nzuri sana kwa wagonjwa wa kisukari, ambapo leo napenda kuangazia mashauri makuu matano ambayo wagonjwa wengi wa kisukari hususan aina ya pili wanafuata, ambayo actually sio mazuri sana. Ni kwamba ni mashauri ambayo ni hayamfai mgonjwa wa kisukari, lakini wanayafuata. Ni mashauri gani hayo ambayo huwa tunawashauri wagonjwa wa kisukari na wanafuata, ambayo hayatoi matokeo mazuri? Twende sambamba katika video hii. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Ugonjwa wa kisukari unasumbua watu wengi, na wataalamu tumekuwa tukishauri mashauri kadhaa ya aina tofauti tofauti kwa wagonjwa wa kisukari, hususan ni aina ya pili. Mashauri hayo yanaanza kwenye nini wafanye, hususan katika mfumo wao wa ulaji. Tunafahamu kwamba kisukari aina ya pili kinaweza kikatibia kwa njia ya kubadilisha mfumo wa ulaji ama mtindo wa maisha. Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari aina ya pili akiweza kutumia lifestyle medicine, ni kwamba anaweza kukaa vizuri kabisa, tofauti na kisukari aina ya kwanza. Katika tafadhali hiyo kuna mashauri kadhaa ambayo huwa wanashauriwa waweze kufuata. Shauri namba moja ambalo nasema sio sahihi na wengi wanalizingatia ni la kukwepa vyakula vya wanga. Vyakula vya wanga vimeonekana ni adui kwenye maisha ya mgonjwa wa kisukari. Ninapozungumzia vyakula vya wanga, fahamu kabisa katika akili yako, wanga ni moja ya kirutubisho ambacho kinapatikana kwenye vyakula vyote vitokanavyo na mmea, kuanzia mboga za majani, matunda, jamii ya kunde, kija nafaka na jamii ya mizizi. Vyote hivi vina wanga, kwa sababu wanga inatokana na nishati ya jua na inaprocessiwa na mmea kuwa kwenye compound ambayo kwamba ni carbohydrate, ambayo baadaye inaenda kuhifadhiwa katika sehemu mbalimbali za mmea. Wanga imekuwa ikichukua taswira tofauti kwa wagonjwa wa kisukari, kwa maana kwamba kwa kuwa ugonjwa wa kisukari unakuja na hali ya sukari kupanda kwenye damu, mwisho wa siku watu wanaamini kwamba kila kiasi kitamu kinapelekea sukari kupanda, kwa wanaamini kwamba kiasi kitamu kinapelekea ugonjwa wa kisukari. Ukila ndizi mbivu zinapelekea ugonjwa wa kisukari. Ukila si nini chochote ambacho kimecontain sukari au wanga, ni kwamba kinapelekea sukari. Matokeo yake ni wanasema kwamba wanga ni mbaya kwa wagonjwa wa kisukari. Na ukimtafuta mgonjwa wa kisukari anaanza kukwepa wanga. Ukimpatia kiasi kitamu anakuambia hii kina sukari. Ukimpatia mhogo anakuambia huu na starch. Ukimpatia mahindi anakuambia ina starch. Naomba nikufahamisha wazi, ugonjwa wa kisukari hausababishi na vyakula vya wanga. Hiyo ni pointi ya kwanza kufahamu hapa. Kwa hiyo ukikwepa ni kwamba sio kwamba hujinasui. Na kukwepa vyakula vya wanga sio tiba ya ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni pointi ya pili ambayo nataka uifahamu. Na cha tatu ambacho tukifahamu kwamba wakati unasema kwamba kiasi kitamu kina sukari, fahamu sukari na wanga ni vitu viwili tofauti ambavyo vinashabihiana. Sukari ni wanga, lakini si kila wanga ni sukari. Vyakula vya wanga vinatukinga dhidi ya magonjwa haya yote, ikiwemo na ugonjwa wa kisukari. Naamini wengi ambao ni kidogo umri umeenda unaweza kubaliana na pointi hii kwamba vyakula kama vihogo, magimbi, viazi, mahindi, mtama, uwele, maharage haya jamii ya kunde hizi, na matunda haya maembe, ndizi mbivu, tumekuwa tunakula miaka na miaka mingi sana, na jamii nyingi tunaishi kwa kutegemea kilimo kama uti wa mgongo. Tulikuwa tunakula na tukizalisha. Lakini kipindi cha magonjwa ya kisukari haukuwepo kwa wingi ambao kama kwa wingi ambao tunaona kwa dakika sasa. Nini ambacho kilibadilika? Hapa kuna kitu katikati ambacho kiliongezeka, ambacho ni tofauti na ulaji wa vitu kama mihogo wala viazi wala magimbi. Kwa ukiangalia kwenye tafiti kubwa zinatuonesha wazi kabisa, kama zile clinical trial zinatuonesha wazi kabisa ulaji wa vyakula vikanavyo na mmea ambavyo havijakobolewa, kama mboga za majani, matunda, ukija ukaangalia jamii ya kunde, ukija ukaangalia nafaka ambazo hazijakobolewa, na jamii ya mzizi, vinatulinda dhidi ya ugonjwa wa kisukari, masuala ya saratani, magonjwa ya moyo, matatizo ya mmeng'enyo na magonjwa mengi ambayo yanashambulia jamii yetu kwa ujumla.
Sasa kwa nini watu wanakwepa vyakula hivi na kusema kwa ni vibaya? Ni kwa sababu wengi hawaelewi mzizi wa magonjwa haya, hususan kama ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Ugonjwa wa kisukari aina ya pili hausababishi na kula viazi wala mihogo, na kuepuka hakuwezi kukusaidia, ila kunaweza kufanya wewe kuwa na hali mbaya. Kula vyakula vikiwa na mmea vitaweza kukusaidia wewe kukinga na ugonjwa wa kisukari. Hata kama unauma, itaweza kukusaidia wewe kujinasua na ugonjwa wa kisukari. Ukikwepa ni kwamba hutaweza kufanikiwa. Kwa nini unaweza kufanikiwa kwa kula vyakula hivi vinavyonaambia ambavyo vinawanga? Ni kwa sababu ya nature ya ugonjwa wa kisukari, ambao tunasema kwamba ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa ambao unasababishwa na mrundikano wa mafuta katika seli ambazo sio maalum kwenye kutunza mafuta. Kwa tatizo ni mafuta ambayo inaathiri matumizi ya sukari, na hivi kupelekea sukari nyingi unapokuwa umekula kama ni kiazi kuendelea kukaa kwenye damu na sio kwenda kwenye seli kwa ajili ya kuunguza na kupatia wewe nishati. Mwisho wa siku wewe huoni mafuta, na unachokiona nini? Ni sukari, kwa ndio imekaa kwenye damu. Lakini ni kufahamisha kitu kimoja, kukuhakikishia kwamba tatizo ni mafuta. Ndio maana tunasema kwamba kihatarishi cha kwanza cha mtu kupata ugonjwa wa kisukari ni kunenepa, ni mtu mnene, na vitambi ndio kihatarishi namba moja ambacho kinapelekea watu kupata ugonjwa wa kisukari. Ukifikiria kwa mtu mnene kilichojaa mle ndani ni sukari ama ni mafuta, unapata majibu wewe mwenyewe kwamba kilichojaa kwa mtu mnene ni mafuta. Sasa kwa nini unaacha kula kiasi kitamu, unakimbia vyakula ambavyo vina mafuta? Hii sasa inakuja kutupelekea kwenye pointi ya pili, ambayo ni shauri la pili, ambayo nasema kwamba wagonjwa wa kisukari wengi wanaambiwa wakwepe kula matunda matamu, isipokuwa watumie parachichi kama sehemu ya tunda la ambalo ni bora zaidi kabisa. Inaonekana kwamba tunda la parachichi ni jema na ni tukufu kwa wagonjwa wa kisukari, kitu ambacho sio kweli. Parachichi, kwanza ni kufahamishe, usijikanukuu vibaya. Parachichi huwa ni nzuri. Na kwa hivyo kinaweza mimi huwa nakula parachichi, nakwambia ndio huwa nakula parachichi. Parachichi ni nzuri, ila kwa mgonjwa wa kisukari, ukishapata ugonjwa wa kisukari, tayari hapo inafikia pahala hatuangalii tu aina ya mafuta yaliyo kwenye chakula, bali tunaangalia kiwango cha mafuta. Kwa sababu kama mafuta ndio ambayo yanafifisha utendaji bora wa insulin na kupelekea sukari kuendelea kukaa kwenye damu yako, tukipima kila wakati tunakuta iko juu kwa sababu tu ya mrundikano wa mafuta. Haya mafuta yanayokula hata kama ni ya parachichi yatahifadhiwa mwilini kama mafuta. Kwa sasa tuna mafuta mengi, ndio maana tunasema kwamba parachichi alimfaa mgonjwa wa kisukari. Watu wanaepuka kula vitu kama ndizi mbivu, papai, embe na matunda mengine matamu, kwa maana kwamba yale yana sukari yataongezea sukari. Unapokwepa kula matunda haya matamu, ni kwamba wewe unaongeza vitu kama parachichi ambavyo vinaenda kusababisha ugonjwa wa kisukari kuendelea kuwa mbaya. Inafikia para hata kama hujala chochote chenye sukari, sukari itapanda tu kwenye damu, kwa sababu huwezi kuishi bila sukari. Na mwili una tabia ya kutengeneza sukari yenyewe mwilini kwa ajili ya kusupport kipindi ambapo hauko unakula vyakula vyenye sukari. Kwa katika tafasiri hiyo inafikia para hata ile ambayo inatengenezwa na mwili, ikitengenezwa itapandisha sukari ya damu, kwa sababu tayari kila siku unakula vyakula vyenye mafuta. Kwa hiyo hii ni shauri namba 2 la kuacha kula matunda matamu na kula parachichi, kwa maana kwamba parachichi ndio nzuri sana. Na kuhakikishia parachichi kwa mgonjwa wa kisukari sio nzuri sana, yani haliwezi kuzidi ubora kitu kama papai kwa mgonjwa wa kisukari. Lakini kama bado unawaza kwamba ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa sukari kupanda, bado wewe una safari ndefu sana, yamkini hata usipone ugonjwa wa kisukari. Lakini fahamu kabisa kupanda kwa sukari ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Mzizi wa ugonjwa wa kisukari au ugonjwa wa kisukari wenyewe ni ugonjwa wa mafuta kuathiri matumizi ya sukari kwa kufifisha utendaji bora wa insulin. Kwa maana kwamba kisukari aina ya pili kinasababisha na insulin resistance. Kinachosababisha insulin resistance ni fat toxicity, mrundikano wa mafuta. Hiyo iko ni kipengele cha namba 2 ya mashauri namba 2. Shauri namba 2 ambalo ni la kukwepa kula matunda matamu na kwenda kula parachichi. Kitu ambacho ushauri mimi sikubaliana nao, na ushauri ambao hata kinga kwenye science nyingi zinapingana nao, kwa maana kwamba hautoi matokeo ambayo ni mazuri sana kwa mgonjwa wa kisukari. Shauri namba 3 ni kwamba tuna mafuta ambayo ni mazuri sana kwa wagonjwa wa kisukari. Tunafahamu wagonjwa wengi wa pressure na magonjwa ya moyo tunakataza matumizi ya mafuta. Inafikia para tunasema kwamba hata kama una pressure usitumie mafuta yoyote. Japo baadhi tunarecommend kwamba uweze kutumia mafuta ya mmea ambayo hayagandi. Sasa hapa naomba nizungumzie vizuri na uweze kunielewa vizuri. Mafuta yapo ya aina nyingi. Ukiwafuatilia hawa watu ambao wanashauri ulaji wa ketogenic diet, ni kwamba wanashauri kwamba uweze kutumia mafuta ambayo yanaganda kwa sababu inaweza kuhimili joto.
Ukija wengine ambao wana nadharia zao za ulaji wa portion control, kula kwa kila kitu kwa kiasi, wanashauri mafuta ambayo hayagandi, ambayo ni mafuta kutokana na mmea. Sasa kipi hapa ni kipi? Na hapa nikufahamishe kitu kimoja ambayo nitakao ufahamu. Sukari tunasema ni mbaya kwa sababu haina virutubisho na imetokea kiwandani na imefanywa extraction. Ni kweli, nakubaliana nao. Mafuta ambayo tunafanyia extraction kutokana na mmea, ni kweli hayagandi, lakini kutokuganda hayafanyi yenyewe kuwa salama kwa ajili ya maisha ya binadamu. Yaani hayafanyi yenyewe, yaani kutokuganda tu kigezo hiki kimoja hakitoshi kufanya kwamba mafuta ni salama. Kwa tafasiri hiyo, mwanzo nilisema kwamba mzizi wa ugonjwa wa kisukari ni fatty toxicity, mrundikano wa mafuta. Mafuta mwilini yanahifadhiwa kama mafuta. There's no other way around. Hiyo namna nyingine haipo. Kwa katika tafasiri hiyo, haijalishi ni mafuta ya alizeti, haijalishi ni mafuta kutokana na wanyama, mimi uhalisia ni kwamba hakuna mafuta salama kwa mgonjwa wa kisukari. Hayapo. Kulingana na nature, lakini kulingana na nature ya ugonjwa wa kisukari, aina pili jinsi ulivyo, ambao tunajua kama mrundikano wa mafuta. Sasa kama mrundikano wa mafuta, wewe unapenda unaongeza mafuta. Unakwepa ndizi mbivu, unakwepa kwa chakula ambacho hakina mafuta, unasema lazima niongeze mafuta. Ila hapa pia ni kutofautisha kitu kimoja. Kwa kuwa mafuta haya ya kupikia sio mazuri sana, yote hajalishi na ganda au hayagandi, ni vema uweze kutumia vitu kama karanga. Unasaga karanga, unatumia, wale wa vijijini wanaelewa, uchukua karanga ukatwanga, ukapata ule unga wa karanga weka kwenye mboga, kuna unafuu mkubwa sana. Kuna wengine wanatumia mbegu za alizeti, wanachukua zile mbegu za alizeti wanazitwanga, wanapata unga wake, unaweza kutumia. Unataka kujitiba ugonjwa wa kisukari, hakuna mafuta ambayo ni salama. Hayo mengine waachie ambao hawajaumwa. Lakini wewe ambaye ni mgonjwa unahitaji kupona, ndio mafuta sio salama sana. Hii ilikuwa ni shauri namba 3. Shauri namba 4 ni vyakula vitokanavyo na wanyama. Hapa nazungumza nyama nyeupe na nyekundu. Yaani hapa nazungumza kuku, si samaki, si nyama ya ng'ombe, si nyama gari, nyama nyeupe na nyekundu. Nazungumza habari za mayai, nazungumzia habari za maziwa. Hivi ni vyakula pendwa. Kila mtu ambaye anapambana kutafuta hela, anapambana angalau uweze kupata vyakula hivi, na anapokula hivi kijamii inaonekana na maisha mazuri, hana tabu, na katika jamii tunayoishi tuna define kwamba huyu mtu ni anakula vizuri. Kitu ambacho sio kweli. Kula vizuri lazima kuambatane kutengeneza afya ya mwili. Kijamii ni sawa, kibiolojia ni tofauti. Kula vizuri lazima tuangalie afya ya mwili mhusika. Vyakula ambavyo sema ni nyama hizi na masuala mayai na maziwa, tuna tafiti nyingi ambazo zinaonyesha wazi kwamba vyakula hivi ndio ambavyo vinachochea magonjwa haya, lakini tunashindwa kuviepuka kwa sababu ya biashara, kwa sababu ni biashara za watu tayari. Kwa hiyo tunashindwa kuziepuka, kwa inabakia kwamba lazima watu waendelee kula. Lakini pia ni vyakula ambavyo vinafanya watu kuwa addicted. Kiasi kwamba mtu kimwambia aache kula nyama, anakuja na swali la pili kwamba nile nini sasa kama mngituataza na nyama. Vyakula ni vingi. Yaani kama unataka kula, yani kutokula nyama haimaanishi kwamba vyakula vimeisha. Vyakula vipo vingi sana. Ila sema uko addicted na ulaji huo. Kwa hiyo wewe kula mboga za majani utashindwa. Wewe kula jamii ya kunde kama maharage utashindwa. Lakini haimaanishi kwamba vyakula vimeisha. Vyakula vipo vingi sana. Na uhalisia ni kwamba vyakula hivi ambavyo nimevitaja kwenye vyakula na wanyama ni kweli havina sukari. Na hapa wamewateka akili kwa sababu wengi mnaamini ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa sukari kupanda. Hamjui kama kupanda kwa sukari ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari nilishasema ni ugonjwa wa insulin resistance ama sababishwa na fatty toxicity, na kusababisha na usumu kutokana na mafuta. Lakini sasa kwa kuwa wewe unapenda vyakula hivi, mtu akikwambia kwamba hiki ni kibaya, unapata changamoto. Na afahamu pia kwamba watu wanapenda kusikia habari njema juu ya tabia zao mbaya. Ni hiyo ndio tatizo lililopo. Kwa hiyo mtu anapoona ukimwambia kwamba nyama ni nzuri, unakuwa ni kitu ambacho anakipenda na ndio mfumo wake anaopenda, ni rahisi sana kukuamini na atakuwa wewe ni mtaalamu. Lakini ukimwambia ndio hii kitu, kimpatia uhalisia kabisa ukweli kwamba bana nyama sio nzuri, basi anakuambia wewe bana, wewe unaniambia nini? Huo ndio uhalisia. Lakini kama uko unakula nyama na hali yako iko vizuri, umepona ugonjwa wa kisukari, endelea. Lakini kama bado ni mgonjwa, please stay away. Kama mbali na vitu kama nyama, maziwa na mayai. Hakikisha kwanza uponi, kula vyakula vitonavyo na mmea kwanza. Hivi ndio ambavyo vina uwezo wa kutibu ugonjwa wa kisukari. Achana hivi ambavyo havina sukari, ambavyo wanasema hivi hakina sukari. Hakina sukari lakini kina nini? Kina mafuta na protein nyingi. Mafuta yanachochea ugonjwa wa kisukari. Hayapandishi sukari, yanachochea ugonjwa wa kisukari.
Unakuja kula ndizi yako utaona kwamba kuna kwamba ndizi na shida, kumbe ndizi haina shida. Kwa kifupi nitaka kukwambia kwamba shauri la 4 ni kwamba ulaji wa vyakula kama na wanyama ambao havina sukari, nyama nyeupe na nyekundu, maziwa na mayai, ni kwamba sio vizuri. Kwenye maziwa kuna sukari kidogo, lakini bado mafuta ni mengi na protein nyingi sana. Kwa vyakula hivi kwa mgonjwa wa kisukari huwa sikabana navyo. Mwisho ni hususan ni mkanganyiko uliopo nini ale mgonjwa wa kisukari. Wengi wanashauri kwa mgonjwa wa kisukari nitakiwa ale kidogo kidogo, ni portion controlled approach. Wengine wamekuja hawa ketogenic diet ambao wanasema kwamba vyakula vyangu ni vibaya, ila nitakiwa ule mafuta mengi na protein nyingi. Hawa wa ketogenic diet wanakuaminisha kwamba ketogenic ndio njia nzuri. Ketogenic ni aina ya ulaji ambao unashauri ulaji wa vyakula vingi vya mafuta kwa kupunguza vyakula vya sukari. Na mashauri haya wengi wanafuata kwa sababu vyakula vya ketogenic diet ni vyakula ambavyo wengi wanavipenda. Kwa hiyo ni rahisi sana kushawishika na kuanza, lakini wengi wanashindwa kuendelea na ulaji huu kwa muda mrefu sana kwa sababu vyakula hivyo vina kinai, lakini vinakuja na complication nyingi. Watu walio kwenye ketogenic diet wanakuwa na issue ya choo, masuala ya gesi, mwili kuishiwa nguvu na kwa hauna nguvu vizuri, lakini wengi wanakuja kuishi na masuala ya kidney stone, mawe kwenye figo, na baadhi pia wanapata mawe kwenye mfuko wa nyongo. Kwa hiyo katika ulaji ambao ni sahihi kwa mgonjwa wa kisukari ni kukula vyakula vinavyo na mmea tu, plant based, vyakula vinavyo na mmea ambavyo havijakobolewa, viazi, jamii ya mizizi manake, jamii ya nafaka ambapo kuna ugali, ambapo kuna mtama hapa ambavyo havijakobolewa, lakini kuna jamii ya kunde, maharage, mbazi, njegere, kunde, choroko, kuna mboga za majani na matunda ambayo nashauri huwa ni matunda ambayo ni matamu. Vyakula hivi ndio bora kwa mgonjwa wa kisukari. Kuwa vegetarian mzee, hakuna namna nyingine. Hiyo ndio namna pekee ambayo unataka jinaswa na ugonjwa wa kisukari. Lakini kama unajua wewe huwezi kula mboga za majani, wengine wanasema mimi siwezi kula mboga za majani kama mimi sio ng'ombe, na kuhakikishia safari yako ya kupona wewe ugonjwa wa kisukari ni ndefu na mara nyingi hutotoboa. Lakini ukiweza kula vyakula vinavyo na mmea, ukipunguza vyakula vinavyo na wanyama ambavyo vina mafuta mengi hivi ukaweka pembeni, ama ukapunguza kabisa kwa kiwango kidogo sana, hakika utakaa vizuri na kuhakikishia. Leo nitaje kufahamisha mashauri haya makuu 5 ambayo wengi wanashauriwa na wanayafuata, ambayo hatoi matokeo mazuri sana kwa mgonjwa wa kisukari. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalili, nutrition specialist.